Bana, mji uko bize haswa, asikuambie mtu. Vilabu vya Kariakoo vipo vinahaha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vinapata saini ambazo ni bora sana. Kwa upande wa wekundu wa Msimbazi, Simba wapo kwa kasi kubwa sana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanafanya maboresho kwenye kikosi chao kwenye dirisha dogo la usajili. Wapo wachezaji kadhaa ambao wamekuwa wakihusishwa kutua mitaa ya Msimbazi, na yote hii inatokana na mapendekezo ya kocha Steve Barker ambaye yeye ni kocha wa wekundu hao wa Msimbazi. Sasa wacha nikufahamishe kuhusiana na wachezaji ambao wamekuwa wakihusishwa kutua mitaa ya Msimbazi. Yupo mchezaji ambaye ni beki wakati, moja kati ya beki ambaye aliumwaga akaupiga mwingi haswa kwenye kikosi cha Stellenbosch, na huyu si mwingine ni Osmail pia Oliveira Ture mwenye umri wa miaka 28. Huyu mwamba ni beki wakati, beki katili haswa, na kwa upande wa kocha Steve Barker amependekeza jina lake na kuona kwamba ni moja kati ya mchezaji ambaye anaweza akafanya naye kazi ndani ya kikosi cha Simba, kwa sababu amewahi kufanya naye kazi kwenye kikosi cha Stellenbosch ya pale Afrika Kusini. Basi anaamini kwamba ana uwezo pia kufanya makubwa mitaa ya Msimbazi, na hii yote ni kutokana na eneo la mabeki wakati. Kwa upande wa klabu ya Simba bado imekuwa ni changamoto. Hapa tunamzungumzia Chamu Karabu ambaye ameonekana kiwango chake kama vile kwa upande wa kocha pia kijamfurahisha, lakini pia ndani ya Simba yenyewe kitazama ni moja kati ya mchezaji ambaye anapata nafasi pindi ambapo mchezaji muhimu anakosekana katika mchezo. Lakini pia kwa namna ambavyo wekundu wametazama na kuona kwamba kuna haja ya kumsajili beki huyu Traore, beki huyu Ture mwenye umri wa miaka 28. Wameona kwamba wakimsajili huyu mwamba basi ana uwezo wa kuweza kukava maeneo yote vizuri kabisa. Hawana uhakika kwa asilimia kubwa na Rushan Derock, moja kati ya beki ambaye amekuwa akipata injury mara kwa mara toka alipokuwa kwenye kikosi cha Mamelodi Sundowns ya pale Afrika Kusini kabla ya kutua mitaa ya Msimbazi. Hivyo akashtuka na kuona kuna haja ya kubeba beki mwingine wakati, na hatimaye jina ambalo limependekezwa na jina ambalo tayari wameshamalizana nalo mpaka hivi sasa ni Ture mwenye umri wa miaka 28, na kocha Steve Barker anamjua vizuri kabisa beki huyu wa kati. Lakini pia sajili nyingine ambazo zimekuwa zikihusishwa kutoa mitaa ya Msimbazi ni moja kati ya mwamba ambaye tayari yuko kwenye ardhi ya Tanzania kwa ajili ya kumalizana na wekundu hao wa Msimbazi. Huyu si mwingine ni Libase Gueye ambaye pia ni raia wa Senegal ambaye niliwahi kumzungumza hapa, na nikwambia kwamba tayari mwamba yupo kwenye ardhi ya Tanzania kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anamwaga wino mitaa ya Msimbazi, na penyenye ambazo zipo ni kwamba mwamba tayari amemwaga mwino mkataba wa miaka 3 takipiga hapo mitaa ya Msimbazi. Libase Gueye, moja kati ya mchezaji ambaye ni winga mzuri kweli kweli, na uwezo wa kufunga mabao, lakini pia na uwezo wa kucheza kama namba 10 kiungo cha ushambuliaji. Tusubiri kuweza kuona, je, huyu mwamba atakuwa na balaa ama la, lakini watu wanakuambia kwamba ni balaa lingine ambalo linatua pia mitaa ya Msimbazi. Lakini usajili mwingine ambao umekuwa ukihusishwa kutoa mitaa Msimbazi ni moja kati ya beki wa pembeni, beki wa kushoto, beki nambari 3. Huyu ni beki wa zamani wa kikosi cha Al Hilal Omdurman ya Afrika ya Sudan. Mwamba huyu kutoka Sudani kule. Huyu si mwingine ni Kadim Diawi ambaye huyu ni raia wa Senegal ambaye amekipiga kwenye kikosi cha Al Hilal Omdurman ya Sudani. Ana umri wa miaka 27, na mwamba unaambiwa kwamba tayari yuko kwenye ardhi ya Tanzania kwa ajili tu ya kumalizana na klabu ya Simba, ila kuna mvutano kati ya viongozi mitaa ya Msimbazi. Kuna baadhi ya viongozi wanasema kwamba mwamba ana utovu wa nidhamu aende zake, lakini pia kuna wengine ambao wanaamini kwamba ana uwezo wa kuisaidia Simba vizuri sana kama beki wa pembeni. Sasa kikubwa tusubiri kuweza kuona, je,
Mwamba atatambulishwa ama la. Aliwahi kuhusishwa kwenye dirisha kubwa la usajili, lakini mwisho wa siku hawakuweza kumsaini. Sasa tusubiri kuweza kuona, je, safari hii watamalizana naye ama mambo yatakuwaje? Lakini pia mchezaji mwingine ambaye alikuwa anahusishwa kutua mitaa ya Msimbazi ni Nixon Kibabage, beki wa pembeni, pia beki nambari 3 wa kikosi kile cha Singida Black Star. Sasa huyu alikuwa anahusishwa kutoa mitaa Msimbazi na kumekuwa na ugumu, na mpaka hivi sasa kwa upande wa kutoa Msimbazi hajapeleka ofa yoyote. Lakini Nixon Kibabage amefikia pia makubaliano binafsi na klabu ya Al Hilal Tripoli ya kule Libya. Sasa Kibabage na Tripoli tayari wamekubaliana kila kitu kuhusu kusain, lakini pia masuala ya mshahara na marupurupu mengine mengi, kila kitu tayari wameshakubaliana. Kazi ipo sasa kwa upande wa Tripoli kumalizana na kikosi cha Singida Black Star, manake ni mchezaji halali wa kikosi cha Singida Black Star. Hivyo kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba, kwa asilimia kubwa huyu mwamba kama tayari wamemkosa paka hivi sasa. Bana, ni kuhusiana na masuala ya sajili, kwa namna ambavyo mambo yamekuwa yakiwa yanaendelea mpaka hivi sasa. Lakini pia kiungo punda, kiungo kati, si mwingine namzungumzia Mzamiru Yasin Selemba. Yeye amepelekwa kwa mkopo pia kwenye kikosi cha TRA United na kila kitu tayari kimekwenda vizuri, namna ambavyo kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba wanasafisha katika eneo lao kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri. Lakini pia kwa upande wa Simba wamefanya pia biashara nzuri ya kumuuza pia kiungo ushambuliaji usiku pia wa kuamkia jana. Huyu si mwingine ni Jean Charles Ahoua, mpiga faulu huyu bora kabisa, ambaye pia amekwenda Uarabuni na ameuzwa kwa Uarabuni, na kila kitu naomba kwamba kimekwenda vizuri kabisa kati ya Simba pamoja na Jean Charles Ahoua. Tunasema kwamba Itiova, kila kitu kimemalizika, na nikuambie kwamba tutamisi pia kwenye kikosi cha Simba kumuona, lakini pia tutamisi kwenye ligi kuu Tanzania bara. Simba wanashusha namba 10 mwingine ambaye anaikuja pia kuziba pengo la Jean Charles Ahoua. Sasa tusubiri kuona mwisho siku, je, ni chuma gani ambacho kitatua tena mitaa Msimbazi. Simba wako kazini, Simba wako bize kweli kweli, wakiwa wanahakikisha kwamba wanapata mashine za maana ambazo zitafanya makubwa ndani ya kikosi hicho. Sasa tusubiri kuweza kuona, je, watafanikiwa ama mambo yatakuwaje? Manake viongozi wako bize wakiwa na haha huku na kule kuhakikisha kwamba vyuma vipya vinatua mitaa Msimbazi, vyuma vipya vinakuja pia kufanya mabadiliko, hususani kuelekea kwenye mechi za ligi ya mabingwa barani Afrika. Mechi 2 za siku za karibuni kati ya timu ya Esperance de Tunis pamoja na Simba Sports Club, ambapo Simba wanaanzia ugenini then waje wapige pia nyumbani. Je, mambo yatakuwa ni mazuri kwa upande wao? Wanahaha kutokana na namna ambavyo wamekuwa hawana matokeo mazuri kwa siku za karibuni. Shukrani sana kwa kuendelea kuifuatilia Gift Online TV. Mimi ni Eric Keman, referee mmoja ya FIFA. Endelea kubaki nasi.